Kwa kitendo cha Yanga kufanikisha usajili wa Stefan Aziz Ki kama X Factor player, maana yake Yanga chini ya kocha Mang'oba Mnyiti, nafasi iko wazi kwao kucheza soka la kuvutia lakini lenye kuzaa matunda. Yani kwa lugha nyingine, kucheza kama Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ambao katika msimu uliomalizika 2025-26 walitoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, na sasa kwa viwango vya CAF Mamelodi Sundowns ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika. Yanga chini ya kocha Mang'oba Mnyiti ambaye ametoka kuitumikia Mamelodi Sundowns kwa miaka 12 kabla ya kujiunga na Golden Arrows aliyoiongoza katika msimu uliomalizika 2025-2026, ni kwamba itakuwa na fursa ya kujua wapi pa kupita, icheze vipi ili ifikie walau viwango vya Mamelodi Sundowns ambayo ni kiigizo kizuri kwa sasa katika soka la Afrika, kwa sababu unatoka kueleza ndio mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, ikiiporomosha Al Ahly iliyodumu kwa misimu kadhaa. Kuwapo kwa Mang'oba Mnyiti kunaweza kuwarahisishia mchakato huo wa kuifanya Yanga iwe kama Mamelodi, lakini ikiongeza ya ziada ya kwamba yenyewe ishambulie moja kwa moja. Lakini la pili lililo kubwa ni hili la kuwapo wachezaji wenye ubora wa hali ya juu karibu katika kila nafasi. Kutangazwa kurejea kwa Stefan Aziz Ki maana yake kunazidi kuimarisha Yanga kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea katika eneo la pili. Lakini wapo wachezaji wengine wenye ubora wa hali ya juu karibu katika kila nafasi. Kuna mchezaji zaidi ya mmoja, na hiyo ni sifa ya Mamelodi Sundowns katika kutimiza mipango yake. Lakini kubwa zaidi ni kuona sasa namna gani ambapo Yanga kwa namna ilivyosajili kwa benchi lake la ufundi chini ya Mang'oba Mnyiti, wasaidizi wake kina Kagicho Dikakio, kama wanataka wawe kama Mamelodi kwa namna ya kucheza soka la kuvutia lakini lenye mataji ndani yake, basi fursa iko wazi kwao. Kocha Mang'oba Mnyiti, wasaidizi wake akina Kagisho Dikakio washindwe wao tu kuifanya Yanga icheze soka lile la Mamelodi Sundowns. Masandawana wana the sky is the limit. Ndio, ni kwa sababu Yanga hii ambayo wamekabidhiwa ina wachezaji nyota karibu katika kila nafasi, na tena baadhi yao akiwemo Peter Shalulile wana uchezaji ule wa namna ambayo Mamelodi Sundowns wameizoea. Akiwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns, kocha Mang'oba Mnyiti ambako alitumika kwa miaka 12 akiwa miongoni mwa maafisa wa benchi la ufundi, akiwa kocha msaidizi, akiwa kocha mkuu kwenye kati tofauti, alishuhudia na kuiwezesha Mamelodi kuwa katika kila mchezo, yenyewe ikiwa ni timu ya kwanza uwanjani, ikimiliki mpira katika muda mwingi wa mchezo, katika muda mwingi wa mchezo ikicheza katika nusu ya pili ya uwanja na kupata mafanikio makubwa. Lakini kubwa zaidi katika kufanikisha mpango huo wote, Mamelodi Sundowns sifa yao mojawapo ni kuwa na wachezaji zaidi ya mmoja katika kila nafasi wenye kiwango cha juu cha ubora, kiasi ya kwamba hata pale yanapofanyika mabadiliko, basi cheza yake Mamelodi Sundowns huwa ni ile ile. Utambulisho wao ni pasi nyingi, na ndio maana miongoni mwa majina yao ya utani ni pamoja na the Brazilians, kwa maana ya kwamba namna wanavyomiliki mpira, na kwa wao ndio dominant uwanjani. Washinde, watoe sare, wafungwe, mara nyingi katika mechi za Mamelodi Sundowns wao ndio wanaokuwa namba 1 uwanjani. Sasa Yanga hii baada ya kukamilisha usajili wa Aziz Ki kama miongoni mwa viungo ushambuliaji, manake ni kwamba Yanga sasa ina wachezaji wenye sifa nyingi za namna ile ambayo Mamelodi Sundowns ndio wakiwa mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika 2025-26, wakiwa ndio klabu namba 1 kwa ubora hivi sasa kwa viwango vya CAF, kwamba Yanga hii rasilimali watu walionao akiwemo huyu Stefan Aziz Ki na wengineo kina Maxim pia Zengeli, wanayo kila sababu sasa kufikia kile ambacho Mamelodi Sundowns wanakifanya walau katika kucheza uwanjani, ili mwisho wa siku deni lingine baada ya kucheza kikubwa mpira wa kuvutia lakini wenye kuleta mafanikio, na sio sideway passes, pasi za pembeni kushoto kulia, pasi za nyuma ambazo hukufanya uwe na umiliki wa mpira mzuri lakini usio na mafanikio. Sasa Yanga ya Mang'oba Mnyiti inayo kila sababu ya kufikia level hizo za kucheza mpira wa kuvutia, lakini cha ziada ni kuwa na mpira wa moja kwa moja wenye kuleta matunda. Mamelodi Sundowns chini ya kocha wa sasa tunazungumzia Miguel Cardoso ndicho ambacho imekiongeza kutoka kumiliki zaidi mpira kwa pasi nyingi za kushoto kulia,
lakini sasa chini ya Miguel Cardoso imekuwa ikimiliki mpira, huku mwenendo wake kwa kiasi kikubwa ukiwa ni wa moja kwa moja kwenda mbele. Ndio malengo makubwa ambayo mwisho wa siku yameifanya Mamelodi Sundowns ifanikiwe katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, kwa sababu kabla hapo inafahamika Mamelodi Sundowns katika ligi ya mabingwa barani Afrika walitoa ubingwa msimu wa 2015 2016 wakiwa chini ya Pitso Mosimane, msaidizi wake akiwa huyu Mangoba Mngiti. Lakini hapo katikati ikiwa na makocha tofauti, akiwamo Roland Mokwena, akiwamo mwenyewe Mangoba Mngiti, Mamelodi Sundowns ilikuwa bado ina utambulisho wake wa kucheza mpira kwa kumiliki zaidi katika muda mwingi wa mchezo, ikiwafanya wapinzani watumie muda mwingi kucheza wakiwa kwenye eneo lao, kufanya low block, kuzuia kutokea chini, kuhakikisha kwamba wanakuwa salama na kushambulia kwa kujibu. Matokeo yake Mamelodi Sundowns ikawa inafika finali ligi ya mabingwa barani Afrika, nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika, robo finali kadhaa, lakini ubingwa ligi ya mabingwa ikawa shughuli nzito. Ujio wa Miguel Cardoso umeleta tena furaha ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kutoa taji kama walivyofanya 2015 2016, kwa sababu Cardoso ameboresha eneo hilo. Lakini ikumbuke vile vile kwamba Mamelodi Sundowns walitoa kombe lile la AFL. Sasa Mngiti akiwa na Yanga hii ambayo kutokea katikati mwa mstari wa uwanja inaonekana walau kwenye makaratasi inatisha mno. Ni eneo ambalo yupo Duke Oga Abuya, ni eneo ambalo anapatikana Mudathi Yaya Bas, ni eneo ambalo anapatikana Freddy Juva Ngoma, mchezaji wa kimataifa wa Congo Brazzaville, lakini ni eneo ambalo wanapatikana nyota wengine kama Salum Abubakar Shwaboy. Kwenda mbele zaidi, viungo ushambuliaji wanaongezeka, ndipo unamkuta Stefan Aziz Ki, unamkuta Albert Kangwanda MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika, unamkuta Hussein Zakwani. Ni eneo ambalo kwa mbele yake ndipo unawakuta washambuliaji watatu wenye ubora wa hali ya juu. Shashaman Peter Shalulile mwenye rekodi ya kuwa mfungaji wa muda wote katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL tangu kuanzishwa kwake kwa utaratibu wa sasa. Yeye ana mabao 130, anayemfuatia ni Siabonga Nomvete mwenye mabao 129, lakini Shalulile akiwa na rekodi pia ya kuwa ndiye all time goal scorer, mfungaji wa muda wote katika michuano ya FA ya Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank. Lakini ni huyu Shalulile ambaye kwenye Nedbank ana mabao 14, anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji wa muda wote kwa timu ya taifa ya Namibia akiwa na mabao 20 plus. Sasa Shashaman yupo akiwa ametua Yanga na uzoefu wa kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns msimu uliomalizika 2025-26. Alitoka kuitumikia Mamelodi kwa misimu 6, yungali miongoni mwa silaha za Yanga katika kushambulia. Lakini wanaye Selemani Mwalimu Gomez, mchezaji ambaye Yanga wametoa katika klabu ya Wydad Casablanca kwa mkopo. Huyu Selemani Mwalimu Gomez amekuwa kwenye kiwango bora kila mara anapata nafasi ya kucheza. Amepata uzoefu akiwa na Wydad kwa kushiriki michuano ya klabu ya dunia ya FIFA kule nchini Marekani, akicheza mechi 2 dakika 73, lakini ametumikia Simba kwa mkopo katika msimu uliomalizika ambako amecheza mechi 24. Mwamba akapiga mashuti 25, 14 amelenga shabaha, akafunga mabao 9, akatoa assist 1, akichangia mabao 10 kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akimaliza ligi akiwa ndiye top scorer wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yupo kwa lugha nyingine washambuliaji watatu haraka haraka. Hapo bado kuna Clement Mzize Walid ameanza kujifua, ambaye ana rekodi ya kuwahi kufunga bao bora la msimu katika michuano ya CAF wakati Yanga ikishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mechi mojawapo dhidi ya TP Mazembe, Mzize alifunga bonge la bao. Lakini msimu uliomalizika 25-26 alikosekana kwa kiasi kikubwa kutokana na majeraha. Sasa amepona, amerejea kikosini. Kwa lugha nyingine, hawa tu baadhi ya wachezaji wa Yanga waliotoka kuwataja hapo, bado hujataja kina Juma Bushiri na wengine. Maana yake kutokea katikati ya mstari wa uwanja kwenda katika eneo la pili la uwanja kwenye kuwashambulia wapinzani, Yanga chini ya Mangoba Mngiti, akina Kagisho Dikakio wana uwezo walau wa kufikia kopi nakala ile ya namna ya kucheza kama Mamelodi Sundowns pindi wakitaka, na pindi wachezaji waliopo hawa nilotoka kuwataja wakitekeleza vyema mipango ya kocha Mangoba Mngiti. Na kwa sababu wanaye Peter Shalulile, pengine atakuwa anasaidia katika kutafsiri anachokitaka kocha Mangoba Mngiti katika kutimiza mipango ya Yanga ya kucheza katika eneo la pili wakiwa ni dominant, wakimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi kwa wapinzani na kutenza fursa nyingi za kufunga. Ikumbukwe ndani ya Mamelodi Sundowns katika baadhi ya mechi, kwa mfano Mamelodi
na hata alipokuwa katika klabu ya Golden Arrows ambako Yanga wamemtoa katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Afrika Kusini, kocha Mang'oba Mng'iti wakati mwingine upanga kwenye kikosi chake, baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, anakuwa na viungo watatu, halafu mbele yao kunakuwa na kiungo mmoja, juu kunakuwa na washambuliaji wawili kwa mwenendo kama miba ya samaki. Ndio, kwa maana kwamba juu kabisa kunakuwa na washambuliaji wawili, nyuma yao kunakuwa na kiungo mmoja. Huyu mmoja huyu wakati akifundisha Mamelodi Sundowns, mfano alikuwa wakati mwingine anacheza Marcelo Allende ama Lucas Ribeiro Brazil, ambaye hivi sasa hayuko Mamelodi Sundowns. Halafu kule juu wawili washambuliaji ni Shashaman Peter Shalulile ambaye yupo Yanga, halafu na Tashrik Matthew. Katika msimu mmoja wapo 2023-24 Mamelodi Sundowns katika mabao aliyofunga 38 kati ya mabao 52 yalifungwa na wachezaji watatu waliokuwa wakicheza kwa mtindo unaotoka kueleza. Kwa maana kwamba Lucas Ribeiro akicheza nyuma ya washambuliaji wawili. Lucas Ribeiro katika msimu huo kwenye PSL ligi kuu ya Afrika Kusini 2023-2024 alifunga mabao 12, alitoa assist 4 akichangia mabao 16. Peter Shalulile akiwa miongoni mwa washambuliaji wawili pale juu ya Lucas Ribeiro alifunga mabao 9, assist 1 akichangia mabao 10. Halafu Tashrik Matthew alikuwa na Peter Shalulile katika baadhi ya mechi kwa mfumo unaotoka kueleza, alimaliza ligi akiwa na mabao 8 na assist 4. Kwa hiyo kulikuwa na mabao 12 kutoka kwa Tashrik Matthew, mabao 10 kutoka kwa Peter Shalulile, jumla anakuwa mabao 22 kwa maana na hesabu mabao na assist. Halafu Lucas Ribeiro alichangia mabao 16 kwa maana yale mabao 12 alofunga na assist 4. Jumla unapata mabao 38 yalitoka kwa hao watatu kwa mpangilio huu wa 1-2 kutoka nyuma. Sasa katika baadhi ya mechi huenda mwalimu Mang'oba Mng'iti anaweza kaamua tu huyo mmoja pale pa Lucas Ribeiro akawa Stefan Aziz Ki. Halafu wale wawili wa juu kukawa na Shashaman Peter Shalulile ambaye majukumu alikuwa akiyafanya akiwa na Mamelodi Sundowns katika washambuliaji wawili anaweza kuyaendeleza ndani ya Yanga katika mtindo huu. Halafu mshambuliaji mwingine akaamua mwenyewe sasa awepo Sheikh Ibrahima Toure ambaye katika msimu uliomalizika wa ligi ya Championship Saudi Arabia alifunga mabao 19, alitoa assist 5 akichangia mabao 24 kati ya mabao 59 aliyofungwa na klabu alikuwa akichezea ya Al Jabalain. Mabao 19 haya 5 mguu wa kulia, 5 kwa kichwa, 9 mguu wa kushoto, urefu 6 na inchi 2. Raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal anaweza kucheza na Shashaman, ama Shashaman anaweza kucheza na Selemani Mwalimu Gomez, ama Selemani Mwalimu Gomez anaweza kucheza na Sheikh Ibrahima Toure. Halafu Peter Shalulile akapumzika. Inategemea na mipango ya kocha Mang'oba Mng'iti, lakini kumbuka ana mifumo mingi anaweza kuitumia kwa sababu bado ana silaha zake. Au kina Albert Kangwanda wako vizuri sana, lakini bado kuna kina Hussein Zakuani. Selemani Mwalimu Gomez anaweza kutokea pembeni, Shalulile anaweza kutokea pembeni. Ni juu ya yeye Mang'oba Mng'iti kuamua anaweka timu yake kwa mtindo upi kutokea katikati ya mstari wa uwanja ili apate anachokitaka. Soka zuri la kuvutia, lakini kutengeneza hatari nyingi dhidi ya wapinzani kama alivyofanya katika mechi dhidi ya Namungo ambako alipata ushindi ambao 3 dhidi ya Namungo 3-1 katika mechi ambayo nafasi kadhaa walizitengeneza zikikoswa kadhaa, ikiwemo Peter Shalulile alikosa nafasi kadhaa ambayo pengine walikuwa na uwezo wa kufunga mabao mengi zaidi. Na ndio tabia Mamelodi Sundowns, wanatengeneza nafasi nyingi bila kujali ushindi unakuwa wa tofauti ya mabao yepi. Sifa ambayo Yanga kama wanaiendeleza chini ya Mang'oba Mng'iti inaongezea nasibu ya kufanya vizuri zaidi katika msimu wa 2026-2027 ambao wanakwenda kufukuzia taji la 6 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara ambalo tayari wameshatoa mara 5, kurejesha taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo kwa msimu uliomalizika Yanga wameshuhudia watani zao jadi Simba wakilitoa kutoka mikononi mwao kwa sababu wao walikuwa wametoka kulitoa mara 4 mfululizo. Lakini kuna kombe la Muungano ambalo watani zao jadi Simba wamelitoa chini ya kocha Steve Barker baada ya Yanga kulitoa msimu wa nyuma yake. Kwa lugha nyingine, Simba wamelitoa kutoka kwa Yanga, lakini vile vile kuhakikisha Yanga inafanya vizuri zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako kama nilivyotoka kueleza misimu 2 mfululizo imeishia hatua ya makundi, tena ikimaliza nafasi ya 3, ikimaliza na pointi 8, ikifunga mabao 5. Mang'oba Mng'iti anayo nafasi ya kuipeleka Yanga mbali zaidi, hasa kwa kuzingatia mbinu zake, uzoefu wake
lakini kubwa zaidi rasilimali watu, wachezaji ambao management ya Yanga chini ya rais wao Injinia Hersi Said, makamu wake Arafat Haji wamemletea kikosini. Labda swala la kusubiri ni kuona ni kwa namna gani ambavyo kama Yanga mpango wake ni kuitaka iwe kama Mamelodi, wachezaji watahitaji muda gani ili kuelewa vyema maelekezo ya kocha Mangoba Mngiti na hatimaye kuifanya Yanga icheze kimamelodi Mamelodi, kwa sababu wanao wachezaji wenye sifa za kimamelodi Mamelodi. Benchi lao la ufundi lina mtu aliyedumu kwa miaka 12 katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.